Kuna Waarabu wengi huko ambao kwa sababu mbalimbali wanahitaji ulinzi mkali, iwe ni kutokana na nguvu zao za kisiasa, hadhi ya kifalme ama utajiri mwingi kwa wingi. Watu hawa wanamiliki moja ya timu za ulinzi kali zaidi duniani. Chukua kama mfano Mohammed bin Salman, mrithi wa kiti cha ufalme wa Saudi Arabia, au Sheikh Mansour wa Falme za Kiarabu. Na uwekezaji wa kina na ushawishi wa kimataifa, mwanamfalme Bandar bin Sultan, ambaye ni kiongozi muhimu wa kidiplomasia, na Malkia Rania wa Jordan, anayejulikana kwa utetezi wake, pia wanahitaji ulinzi mkali. Hata hivyo, hawa ni baadhi tu, sio pekee. Hebu tufahamishe kwa karibu Waarabu wengine wanaohitaji usalama wa kiwango cha juu na kwa nini ni muhimu. Mohammed bin Salman, kuwa mrithi wa kiti cha ufalme wa Saudi Arabia na kwa kweli mtawala wa nchi kama Mohammed bin Salman, bila shaka hachukuli usalama wake kwa uzembe. Kwa kuwa mlezi nyuma ya Vision 2030, mpango wa kuelekeza uchumi wa Saudi Arabia kuelekea zaidi ya mafuta, MBS amekuwa kiongozi muhimu katika jukwaa la kimataifa. Walakini, kupanda kwake kwa madarakani kumekuwa na utata, hasa kwa kilio cha kimataifa kuhusu mauaji ya mwandishi wa habari Jamal Khashoggi, tukio lililomfanya aulaumiwe na wengi kwa kuzingatia ushawishi wake na wapinzani aliojipatia ndani na nje. Usalama wa MBS upo kati ya imara zaidi ulimwenguni. Yeye huhamisha na msafara mkubwa wa walinzi wake binafsi, hutumia teknolojia ya uangalizi ya kisasa na anategemea msaada wa vikosi maalum vya kijeshi vya elite vya Saudi Arabia. Inasemekana kwamba mfumo wake wa usalama ni thabiti na uwazi, ukihakikisha kwamba mrithi wa ufalme daima yuko salama, iwe nyumbani kwake, katika kasri yake la kifahari, au katika ziara rasmi nje ya nchi. Kwa nguvu na ushawishi wote huu, si mshangao kwamba yeye ni mmoja wa Waarabu walio na ulinzi mkali zaidi duniani. Baada ya yote, kubaki salama ni siku moja tu katika maisha ya MBS. Walakini, MBS sio kiongozi pekee mwenye timu ya usalama inayoweza kushindana na jeshi dogo. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, kiongozi wa Dubai, anajua jinsi ya kujilinda. Mbali na kuwa maarufu kwa kuguza jangwa kuwa uwanja wa kifahari, anachukuliwa kuwa mmoja wa Waarabu wenye nguvu zaidi duniani. Na kwa nini hii yote ya usalama? Vipi unapokuwa unatumia kitovu cha kibiashara na utalii wa kimataifa, unachukua maamuzi ya hatari na unajenga miji ya baadaye? Si wote ni wafuasi wako. Sheikh ameongoza miradi mikubwa kama vile Burj Khalifa, jengo refu kuliko yote duniani, na kuifanya Dubai kuwa mji wa kimataifa wa kipekee kwa haraka. Aidha, alichangia kwa kiasi kikubwa katika kuweka sera za kijeshi na nje za Umoja wa Falme za Kiarabu, jambo ambalo linaweza kusumbua makundi fulani katika jukwaa la kimataifa. Uwepo wake unazidi kuenea ulimwenguni kote, kumfanya kuwa mtu muhimu sio tu Mashariki ya Kati, bali pia kimataifa. Na nguvu nyingi, sio jambo la kushangaza kwamba ana kikosi cha usalama ambacho kingewavutia hata wavu kama James Bond. Tunazungumzia vikosi maalum, teknolojia ya kisasa na msafara unaoonyesha wazi usijaribu kitu chochote. Popote ambapo Sheikh Mohammed anaelekea, usalama wake wa kiwango cha juu unahakikisha kuwa yeye hawezi kuguswa, akimweka salama katika ulimwengu ambapo si wote wanacheza kwa usafi. Sasa tukiacha majengo yanang'aa ya Dubai na kuelekeza mawazo yetu kwa milima mikali ya Yordani, tunakutana na Mfalme Abdullah II, na sio tu kwa sababu ni mfalme. Mfalme Abdullah II anaongoza mojawapo ya nchi zenye uthabiti zaidi katika Mashariki ya Kati. Lakini uthabiti huu unaleta changamoto zake. Kwa ishara ya wastani katika eneo ambalo haliko chini ya wastani inamfanya awe shabaha. Na kwa nini kuna mazingatio mengi kwa usalama? Vipi kikosi chake cha ulinzi si makezo?
Tunasema juu ya kikosi cha kitengo cha kiwango cha juu ambacho kinafikia kutoka kwa mifumo ya kisasa ya upelelezi hadi walinzi waliofunzwa sana, ikiwa ni pamoja na vikosi vya kipekee vya Jordan. Wataalam hawa wanatarajiwa kufutilia mbali vitisho kabla hata havijajitokeza. Mfalme mwenyewe ana uzoefu wa kijeshi, akiwa rubani mwenye uzoefu na kamanda wa zamani wa vikosi maalum, jambo ambalo linaimarisha safu za ulinzi karibu naye. Jordan inacheza jukumu muhimu kama mwenzake wa magharibi, hasa Marekani, hii ikiongeza mahitaji yake ya usalama. Zaidi ya hayo, kutokana na mtandao tata wa uhusiano wa kisiasa anaoudhibiti, kuna watu ambao hawatahesabu kumsambaratisha. Kwa hivyo, Mfalme Abdullah II ana mzunguko mrefu wa usalama, wakati unashughulika na changamoto kubwa za kijiopolitiki. Kama ilivyo hali yake, bora kuzuia kuliko kutibu, au katika muktadha huu, kufanya kazi kwa tahadhari ya juu. Ukitoka kwenye eneo la kisiasa nchini Jordan kwenda kwa nguvu na ushawishi wa Qatar, tunamkuta Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani akisimamia tahadhari. Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, kiongozi wa Qatar, hatareji moja kwa moja hadhi ya nchi tajiri zaidi ulimwenguni, lakini pia ni waziri wa ulinzi na kamanda mkuu wa majeshi ya Qatar. Kutokana na majukumu yake, si ajabu kwamba yeye ni mmoja wa Waarabu wanaolindwa zaidi kimataifa. Mnamo mwaka wa 2014, Sheikh Tamim alianzisha mradi mkubwa wa kuimarisha usalama wa kibinafsi wa familia tawala ya Al Thani, juhudi iliyohitaji teknolojia ya juu na gharama kubwa. Ingawa thamani halisi inabaki kuwa siri, ni wazi kwamba hakuna juhudi zilizopuzwa kuhakikisha ulinzi kamili wa Emir na familia yake. Kwa nini usalama huo wote vizuri wakati unapunguza taifa lenye akiba kubwa ya mafuta na gesi, kusuluhisha migogoro Mashariki ya Kati na kuandaa matukio ya kimataifa kama kombe la dunia la FIFA la 2022, ni kawaida kuvutia wafuasi na wapinzani wengi. Katika ulimwengu ambapo kila hatua inachunguzwa kwa karibu, Sheikh Tamim anaelewa kwamba ukiwa na hazina, ni lazima usifunge lango pekee, bali ujenge ngome karibu nalo. Tunapozungumza juu ya watu mashuhuri na usalama ulioimarishwa, sasa hebu tuzungumzie Mfalme Al-Walid bin Talal Al-Saud. Mfalme Al-Walid bin Talal Al-Saud hana ugeni na anasahau haja ya ulinzi wa hali ya juu. Kama mmoja wa watu matajiri zaidi ulimwenguni na mwanachama wa familia ya kifalme ya Saudi, ana vingi vya alama sifuri kwenye akaunti yake ya benki kuliko wengi wetu tunaweza kuhesabu. Ukiwa na thamani ya mabilioni ya dola, si ajabu kwamba ni mmoja wa Waarabu wanaolindwa sana kimataifa. Kwa nini usalama wote huu vizuri wakati unashikilia hisa katika makampuni kama Citigroup, Twitter na Four Seasons Hotels? Haiwezekani kupuuza tahadhari, nayo iwe nzuri au mbaya. Zaidi ya hayo, anajulikana kwa shughuli zake za kijamii, walakini si kila mtu anathamini bilionea mwenye ushawishi. Kati ya hilo ni maoni yake mara kwa mara yanayopingwa na mtindo wake wa maisha wa kifahari, na tuna muunganisho unaohitaji ulinzi wa dhati. Wakati wengi wetu tunajali tukufuli milango yetu, huduma ya usalama wa Prince Al-Walid inahakikisha kwamba hakuna anayekaribia bila idhini, isipokuwa wana sababu halali. Bila shaka, sasa ikiwa unafikiria kwamba usalama wa kiwango cha juu ni kwa ajili ya wahai tu, fikiria tena. Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, rais marehemu wa Falme za Kiarabu, alikuwa na mpango wa usalama unaostahili ushawishi wake mkubwa. Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan hakuwa kiongozi yeyote tu. Alikuwa kiongozi wa mojawapo ya mataifa tajiri zaidi duniani, na Abu Dhabi ikiwa hazina ya mafuta. Sheikh Khalifa alikuwa na mengi ya kulinda, ambayo ilithibitisha umakini wa timu yake ya usalama. Akisimamia mabilioni ya mapato ya mafuta,
akiongoza nchi muhimu katika Mashariki ya Kati na kufanya maamuzi yanayoathiri masoko ya kimataifa, alivuta bila shaka mno macho yasiyohitajika. Ulinzi wake, waundwa na wafanyakazi waliofunzwa vizuri, vifaa vya risasi kabisa na teknolojia yenye kisasa, ulihakikisha ulinzi wake. Mbali na utajiri, Sheikh Khalifa alikuwa anatambulika kwa kuimarisha falme za Kiarabu na kukuza picha yake kimataifa. Hata hivyo, na nguvu kubwa ilikuja hitaji la ulinzi mkubwa. Wakati utajiri wake na ushawishi vilimfanya kuwa shabaha, ulinzi wake uliruhusu ajikite katika utawala wa nchi bila haja ya daima kugeuka nyuma. Vivyo hivyo, Saad Hariri, aliyekuwa waziri mkuu wa zamani wa Lebanon, alihitaji ulinzi wa kina kutokana na hali tete ya kisiasa katika eneo ambapo viongozi mara nyingi walikabili hatari. Baba yake, Rafik Hariri, pia waziri mkuu wa zamani, aliuawa mwaka 2000 kwa mlipuko uliogusa dunia, ukiinua ufahamu kuhusu vitisho vinavyokabiliwa na watu muhimu wa kisiasa kama Saad. Kufuatia nyayo za baba yake, Saad Hariri alilazimika kupitia siasa ngumu za Lebanon, akichukua maamuzi ambayo mara nyingi yaliwakasirisha wengine, kimataifa na kienyeji. Kutokana na uzoefu huu, si jambo la kushangaza kwamba Hariri ni mmoja wa Waarabu walio na kinga kali zaidi duniani. Timu yake ya usalama ni imara, inajumuisha ulinzi wa kila aina kama walinzi, magari yenye vifaa vya kulinda na upelelezi wa juu. Katika eneo ambapo mivutano ya kisiasa ni ya kila siku, kubaki salama si tu tahadhari bali ni lazima. Na akizingatia historia ya familia yake, Hariri hana nia ya kuchukua hatari. Kama unadhani usalama wa Saad Hariri ni mkali, subiri usikie kuhusu Sheikh Hamad bin Jassim bin Jaber al-Thani, anayejulikana kwa kawaida kama Habije. Yeye si tu ni moja ya watu wenye ushawishi mkubwa zaidi Mashariki ya Kati, bali pia ni mmoja wa Waarabu walio na kinga kali zaidi duniani. Kwa nini? Kwa sababu unapochanganya bilioni na utata wa kipekee, matokeo ni timu ya usalama inayofanana na aina za kuvutia za upelelezi. HBJ, aliyekuwa waziri mkuu wa zamani wa Qatar, ana utajiri unaokadiriwa kuwa around 12 bilioni na rekodi ambayo inafanana na orodha ya watu wenye nguvu kimataifa. Amehusika katika uwekezaji wenye hatari, kuanzia ununuaji wa Harrods hadi ujenzi wa Shard, akijulikana kwa anasa na anasa, ikiwa ni pamoja na jahazi kubwa la 300 milioni na Picasso wa hasa 279 milioni. Hata hivyo, si kazi yake inayojumuisha anasa tu. Mahitaji yake ya usalama yanasababishwa kwa sehemu na mvutano wa kisheria na kisiasa. Tangu kesi ya mateso ya raia wa Uingereza hadi siri ya wizi wa vito kubwa, maisha ya HBJ hayana kitu cha kawaida. Jina la Sheikh tayari limehusishwa katika hali zenye hatari kubwa ambayo inahitaji timu ya usalama kama vile anavyohitaji mkusanyiko wake wa uwekezaji. Huku akiongeza kwenye makusanyiko wake wa anasa, timu yake ya usalama inaendelea kuzuia makezo usijitokeze. Wakati usalama wa Sheikh Hamad unalenga kabisa kushughulikia masuala yenye utata wa hadhi kubwa, haiwezi kusahaulika Bwana Bandar bin Sultan, ambaye rekodi yake katika diplomasia na siasa imemfanya kuwa mtu muhimu mwenye ulinzi wa ngazi ya kwanza. Bandar, kama balozi wa zamani wa Saudi Arabia nchini Marekani na mtu mashuhuri katika siasa za nchi hiyo, amepitia maisha ya kipekee. Jukumu lake kuu katika diplomasia, hasa wakati wake Washington, lilivutia tahadhari kubwa na, kwa hiyo, kiwango kikubwa cha usalama. Hitaji la usalama la Bandar halimhusu tu kwa uhusiano wake wa kipekee, bali pia linahusiana na ushiriki wake katika masuala kadhaa nyeti. Kutoka kusimamia mikataba yenye thamani ya mabilioni katika silaha hadi kupitia hali tete za kijiopolitiki, kazi yake imemfanya kuwa mtu muhimu katika siasa kanda na kimataifa.
Kushughulikia mazungumzo muhimu kama hayo kunaleta hatari kubwa, kama ilivyo na hatua sawa za usalama. Zaidi ya hayo, Bandar amehusishwa na utata kadhaa miaka zilizopita, ikiwa ni pamoja na tuhuma za rushwa na njama. Timu yake ya usalama iko hapo si tu kwa lengo la kuonyesha uangalifu makali, bali pia kushughulikia vitisho vinavyojitokeza kwa kuwa balozi wa ngazi ya juu na mpatanishi wa mamlaka. Kwa mtu ambaye amecheza jukumu muhimu katika siasa za kimataifa na amekutwa katikati ya dhoruba nyingi, kuimarisha usalama inaweza kuwa hatua ya busara, kama ambavyo kwa hakika amefanya Bwana Bandar. Wakati usalama wa Bwana Bandar unashughulikia njama za kisiasa, jukumu jipya la Khalid al-Mubarak al-Sabah linahitaji kiwango sawa cha ulinzi kustaajabisha. Khalid al-Mubarak al-Sabah kama mrithi mpya aliyeteuliwa wa Kuwait anaishi maisha yake chini ya uchunguzi mkali sana, mara kwa mara, hata kuwafanya walinzi wenye uzoefu zaidi kutoa jasho baridi. Mpango wa usalama ulioandaliwa kwa undani unaozingira ni ngao muhimu mbele ya ulimwengu tata na wakati mwingine hatari wa siasa za ngazi ya juu. Hatua hizo kali ni muhimu kutokana na nafasi ya Khalid katikati ya siasa za Kuwait, ambayo inampa ushawishi mkubwa, lakini pia inaleta hatari kubwa. Akiwa waziri mkuu wa zamani na waziri wa mambo ya ndani, amecheza jukumu muhimu katika mchezo wa kisiasa wa Kuwait, akishughulikia masuala nyeti na yanayoweza kutoa mlipuko. Mbinu ya kisiasa pamoja na hatari zilizojumuika katika ushawishi wake hufanya usalama wake kuwa kipaumbele cha juu kabisa. Hivyo, ingawa mtu wa kawaida hahitaji mpango wa usalama kama wa filamu ya Hollywood, jukumu la Khalid na vitisho vilivyomo vinahitaji tahadhari hizo kama ukweli usioweza kuepukika. Wakati anachukua jukumu hili jipya, ni vigumu tu kutambua mpango wa usalama ulioandamana naye, ukiwa tayari kwa mizunguko yoyote isiyo ya kawaida katika mchezo wa hatari wa kisiasa. Si Waarabu pekee wanaohitaji usalama wa ngazi ya juu. Malkia Rania al-Abdullah, pamoja na jukumu lake lenye ushawishi na ulinzi wake, pia anahitaji ulinzi wa viwango vya juu sana. Sio tu ikoni ya mtindo na mtetezi wa kibinadamu, lakini pia mmoja wa wanawake walio na ulinzi mkubwa zaidi katika ulimwengu wa Kiarabu, Malkia Rania al-Abdullah. Kutokana na umaarufu wake kama malkia na kutetea kwake haki za wanawake, elimu na mabadiliko ya kijamii, haishangazi kwamba anatumia mpango wa kwanza kabisa wa usalama. Kazi yake imeleta kutambuliwa kimataifa, lakini pia imevutia tahadhari kubwa, ikifanya kuwa lengo la wale wanaopinga mitazamo yake ya kimaendeleo. Msimamo wake imara dhidi ya itikadi kali na jukumu lake kama mtetezi wa amani vinahitaji tahadhari kubwa sana. Kwa hivyo, usalama wa Sultan Haitham sio kitu kingine isipokuwa wa kipekee. Timu yake ya ulinzi inasemekana kujumuisha walinzi walio na mafunzo ya hali ya juu, mifumo ya uchunguzi ya kisasa na magari yenye ngao. Daima yeye huzungukwa na kikundi imara cha walinzi wa kibinafsi ambao wanahakikisha usalama wake kila wakati. Awe ameshiriki katika mikutano ya kimataifa au kutembelea jamii za ndani huko Oman, licha ya uchunguzi usiokoma, Sultan Haitham anaendelea kushirikiana na umma na kutetea masuala yanayomgusa kwa karibu moyoni mwake. Ni mchanganyiko huu wa ujasiri na huruma unamfanya si tu kuwa sultani anayeheshimiwa, bali pia mtu ambaye anahitaji usalama bora ambao pesa na nguvu zinaweza kununua. Wakati jukumu la Sultan Haitham linahitaji usalama wa kiwango cha juu, hatua za hivi karibuni za sultani huko Oman zinaonyesha jinsi ulinzi imara unavyoweza kuwa muhimu kwa viongozi wanaoibadilisha usalama wa taifa. Walindwa na gwaride la kifalme la kiwango cha juu na vikosi maalum, usalama wao ni kipaumbele cha kwanza katika mazingira ya kisiasa yanayobadilika kila mara. Ukiona wakiwa na mpangilio wa usalama ambao
unaonekana kama umetoka kwenye filamu yenye kasi ya hatua. Ni kwa sababu wanashiriki katika mchezo hatari wa siasa wa upikaji wa shahada. Majukumu yao na usalama ni muhimu katika kudumisha usawa katika eneo lenye kutetereka. Sultan Haitham na Sheikh Mansur bin Zayed Al Nahyan wana mifumo ya usalama yenye kuvutia. Sheikh Mansur bin Zayed Al Nahyan analindwa kiasi kwamba angeweza kuchanganiwa kwa urahisi na afisa wa kitengo cha ujasusi cha siri. Kama makamu wa rais na makamu wa kwanza wa waziri mkuu wa Falme za Kiarabu, anachangia kwa kiasi kikubwa katika eneo ambapo utulivu ni utajiri. Nafasi zake muhimu zinakuja pamoja na majukumu makubwa yanayoonekana katika mfumo wake wa usalama. Kwa majukumu mbalimbali ambayo ni pamoja na usimamizi wa mali ya taifa ya Falme za Kiarabu na jukumu muhimu katika uwekezaji wa kimataifa, yeye si tu mtu wa umma bali pia mchezaji muhimu katika sekta za kifedha na kisiasa za kimataifa. Ulinzi wako unajumuisha mtandao mpana wa walinzi wa kifalme, vikosi maalum na mifumo ya uchunguzi, vyote vikiratibiwa ili kuhakikisha usalama wako mbele ya changamoto za jukumu lako. Kwa nini usalama mwingi? Mbali na ushawishi wako mkubwa, yeye ni sehemu ya uwekezaji wa kipekee, kama umiliki wa Manchester City FC na miradi mikubwa ya michezo. Uwazi huu pamoja na ushawishi wake mkubwa wa kisiasa na kiuchumi kwa asili hulazimisha kiwango cha usalama kinachostahili mwongozaji wa utengenezaji wa filamu yenye hadithi kuu. Hivyo, ukimwona Sheikh Mansur akizungukwa na timu tayari kuzuia tishio lolote, ni kwa sababu yeye amepewa jukumu la kupita kwenye lindi halisi la mifumo ya fedha na siasa za kimataifa. Bila nafasi ya makosa au mshangao, mtu wa pili kwenye orodha na moja ya timu za usalama zilizoidhinishwa zaidi duniani ni Mfalme Mohammed VI wa Morocco. Anachukua usalama kwa umakini sana. Ana moja ya timu za ulinzi zaidi ya daraja la kwanza duniani kwa sababu nzuri. Kama kiongozi aliyeanzisha marekebisho muhimu nchini Morocco na ana ushawishi mkubwa barani Afrika na ulimwengu wa Kiarabu, ni muhimu kuhakikisha usalama wake. Licha ya ubora wa hali ya juu wa usalama, makosa hufanyika. Mara moja, walinzi watano wake walirudishwa kwa mafunzo ya polisi kwa kufanya makosa wakati wa ziara nchini Cote d'Ivoire. Mmoja wao alikamatwa akizungumza kwenye simu wakati alikuwa kazini. Bila kukwepa, mfalme aliwabadilisha haraka. Hatua za usalama wa kifalme ni kali sana hivi kwamba simu za mkononi zimepigwa marufuku kwenye majengo ya kasri na wakati wa matukio rasmi. Hakuna muingiliano wowote unaoruhusiwa linapokuja suala la usalama wa mfalme. Na timu ya kipekee inayoshughulikia kila hatua. Mfalme Mohammed VI huchukulia usalama wake kwa umakini sawa na enzi yake. Mwanawe Mfalme Moulay Hassan pia yuko mstari wa mbele. Kama mfalme wa baadaye, yeye ana ulinzi wa kina wa usalama vile kabisa. Moulay Hassan, mrithi wa Morocco na mwanamzaliwa wa kwanza wa Mfalme Mohammed VI, si kijana wa kawaida. Yeye ni mfalme wa baadaye wa taifa, akiwa moja ya Waarabu wanaolindwa sana duniani. Majukumu yake ya baadaye yanahitaji jeshi la walinzi, magari yenye kinga na ushirikiano thabiti na ujasusi wa Morocco ili kuhakikisha usalama wake. Hata katika maisha yake ya kila siku, kutoka kwenda shule hadi kuwakilisha Morocco kwenye matukio ya kimataifa, Moulay Hassan anazungukwa na ulinzi wa kiwango cha juu. Walakini, kiwango hiki cha ulinzi hakikosi changamoto zake. Mwaka wa 2017, Khalid El-Wahi, mkuu wa usalama wa Moulay Hassan, aliaga dunia kwa mshtuko wa moyo kwa mazingira ya kutatanisha. Ripoti zinatofautiana, huku baadhi wakisema alipatikana chumbani mwake kwenye hoteli ya Tetuan.
wakati wengine wakidai kuwa alipelekwa hospitali ya kijeshi huko Rabat. Kifo chake cha ghafla kilionyesha shinikizo kubwa na majukumu yanayokuja na jukumu la kulinda mfalme wa baadaye. Licha ya changamoto hizo, Moulay Hassan anaendelea kutekeleza majukumu yake ya kifalme, akibeba mzigo wa ufalme wa baadaye mabegani mwake. Na linapokuja swala la kazi yake ya baadaye kama mtawala wa nchi, ulinzi wa ziada unathibitishwa zaidi. Mfalme Moulay Hassan yuko salama kwa jukumu lake la baadaye, vivyo hivyo kama Sheikh Moza bint Nasser. Yeye ni mmoja wa wanawake wenye nguvu zaidi katika Mashariki ya Kati na anafahamu vema viu na haja ya usalama wa kiwango cha juu. Kama mke wa pili wa aliyekuwa emir wa Qatar na mama wa emir wa sasa, anacheza jukumu muhimu katika familia ya kifalme ya Qatar, ambayo kwa moja inamweka katika kategoria inayolindwa sana. Ushawishi wake unavuka mipaka ya Qatar. Kutokana na nyadhifa zake katika elimu ya dunia na mageuzi ya kijamii, Sheikh Moza alikuwa na jukumu muhimu katika kuunda mfumo wa elimu wa Qatar, akianzisha taasisi kama Qatar Foundation na Education City. Mafanikio haya yamevutia macho ya kimataifa na kiasili. Mfumo mpana wa usalama. Kuhusu itifaki ya usalama wake, ni wazi kuiweka kwa siri, lakini ni salama kudhani ana timu ya wataalam waliopitia mafunzo makini, wanaomfuata kila wakati saa 24 kwa siku 7 kwa wiki. Katika eneo ambalo siasa inaweza kuwa tete kama hali ya hewa ya jangwa, ni muhimu kuwa na usalama imara. Kwa nini basi Sheikh Moza anahitaji ulinzi wa namna hiyo? Kwa sababu akiwa ni nguvu inayoendesha nyuma ya jitihada za kitaifa na kimataifa, kuhakikisha usalama wake ni muhimu. Hatimaye, kufanya dunia iwe mahali pazuri ni kazi ngumu, na kubaki salama wakati unafanya hivyo ni changamoto kubwa zaidi. Ukipuuza familia ya kifalme ili kujadili mtu anayezua utata zaidi, usalama wa Bashar al-Assad ni usioingiliwa. Hilo linamweka miongoni mwa Waarabu walio na kinga kali zaidi. Bashar al-Assad na utawala wake wamekuwa wakiendesha vita vya wenyewe kwa wenyewe vya kikatili kwa zaidi ya muongo mmoja, wakibua maadui ndani na nje ya mipaka yake. Ushiriki wa kiongozi wa Syria katika uvunjaji makubwa wa haki za binadamu na mashambulio ya sumu yaliyojulikana umemfanya kuwa lengo kuu la vikundi mbalimbali vinavyotaka kumuangusha. Hivi karibuni, Assad amekuwa akivutia macho kwa kurekebisha sana usalama nchini Syria, ikiwa ni pamoja na mabadiliko makubwa katika uongozi. Kifalme amemrithi Meja Jenerali Ali Mamluk, anayejulikana kwa upole wake na kama mtu mwenye ushawishi katika usalama wa Syria tangu miaka ya 1990. Hii ni sehemu ya mkakati mpana wa Assad kujitenga na urithi wa baba yake, Hafez al-Assad, ambaye ni maarufu kwa utawala wa mkono wa chuma na kwa kuwa na mtandao mpana wa usalama. Kwa kutekeleza mabadiliko haya, Bashar inaonekana kujaribu upya mfumo wake na kuthibitisha kitambulisho chake mwenyewe, akijitenga na kivuli cha baba yake. Upangaji upya huu pia unaweza kuwa ishara ya upangaji mkakati katikati ya mabadiliko katika ushirikiano wa kimataifa, hasa ikizingatiwa mahusiano magumu na Urusi na Iran. Wengine wanachukulia mabadiliko haya kama majibu kwa shinikizo za ndani na nje, wakati wengine wanaviona kama mbinu za kisiasa za kawaida. Hata hivyo, usalama wa Assad si kitu cha kupuuzwa. Itifaki yake ya ulinzi inajumuisha kikosi imara cha kibinafsi cha usalama na mtandao wa kuaminika kuhakikisha kwamba watu wasio na idhini hawakaribi sana. Ulinzi wa Assad na ulinzi wa Jenerali Khalifa Haftar unaonesha umuhimu wa hatua nzito kwa watu mashuhuri katika mazingira yasiyotabirika. Haftar yuko karibu na safu nyingi za usalama kutokana na jukumu lake la utata nchini Libya, huku Princesa Haya bint Hussein akihitaji ulinzi wa kiwango cha kwanza baada ya talaka ya hatari. Kama Haftar,
Yeye pia ana rasilimali kubwa za usalama kuhakikisha ulinzi wake. Kwa nini kila hii msukosuko? Tabia ya nyuma ya Sheikh, ikiwa ni pamoja na kupanga utekaji nyara wa mabinti zake na kuvamia mawasiliano ya Princesa Haya, inasisitiza uzito wa vitisho dhidi yake. Itifaki yake ya usalama haisitawi nyuma ya hadithi ya filamu ya mafanikio. Princesa na watoto wake wanategemea jeshi dogo la ulinzi na magari madhubuti ya usalama yanayotumwa kwenye maeneo yao ya likizo na wataalamu wa usalama wa kimtandao wakiwa macho. Nyumba yake karibu na jumba la Kensington imeimarishwa na rasilimali za usalama za kisasa, ikiwa ni pamoja na blanketi za risasi na kamera. Ulinzi wa Princesa Haya ni thabiti sana hivi kwamba hufanya kushamiri kwa Fort Knox kuonekane kama vibanda vya limau, na sisi sote tunajua kwa nini. Hakuna chochote kinachosema ulinzi X kama bajeti ya kila mwaka ya pauni milioni ya laran. Mwisho, na sio wa mwisho, tunaye Mfalme Salman bin Abdulaziz Al Saud, mtawala wa Saudi Arabia, moja wa viongozi matajiri zaidi, na mali ya kibinafsi inakadiriwa kuwa dola bilioni 18. Kama mfalme wa Saudi Arabia na mtu mwenye utajiri mkubwa wa dola bilioni 18, usalama wake ni kama ngome. Ulinzi wake wa kifalme sio tu kuonyesha jukumu la Mfalme Salman katika matukio muhimu ya kijiopolitiki kama vile kuongoza hatua ya kijeshi ya Saudi Arabia nchini Yemen na kuongoza malengo makubwa ya Saudi Arabia Tripoli, ambayo inamuweka katika nafasi ya kimataifa na mara nyingi si kwa njia ya kirafiki. Ongeza historia ya vitisho na matukio ya juu ya mfano, ikiwa ni pamoja na mauaji ya mlinzi wake mkuu Meja Jenerali Abdulaziz Al-Fagham, na inakuwa wazi kwa nini hatua zake za usalama ni za kisasa kabisa. Meja Jenerali Fagham alijulikana kama mlinzi mwaminifu zaidi wa mfalme na pia alihudumu kwa Mfalme Abdullah marehemu. Kifo chake hakikuchochea tu taifa, bali pia likaibua dhana juu ya njama za kifalme zinawezekana. Ripoti kadhaa zinaonyesha kwamba Fagham anaweza kuwa ametimuliwa hivi karibuni kutokana na maarifa yake ya taarifa nyeti, ikiwa ni pamoja na uwezekano wa mahusiano na mauaji ya mwandishi Jamal Khashoggi. Kuna madai ambayo hayajathibitishwa kwamba muuaji wa Fagham alikuwa amehusishwa na wanachama wenye ushawishi wa familia ya kifalme ya Saudi Arabia. Kutokana na asili ya hadhi yake ya juu na matukio ya hivi karibuni, si ajabu kwamba usalama wake sasa umeimarishwa kuliko awali. Mwishowe, yeye ni taswira ya thamani zaidi katika ufalme. Kuanzia marais kama Benjamin Netanyahu, waliojengwa na macho makali ya Shin Bet, kwa viongozi kama Sultan Hassan al-Bolkiah wa Brunei, ambao wanategemea jeshi maarufu la Reserve Gurkha kwa usalama wao. Viongozi wenye ushawishi mkubwa duniani wako katika hatari daima. Umewahi kufikiria ni nini kinachohitajika kulinda watu wenye nguvu zaidi duniani? Usitoeke. Endelea kufuatilia tunapoainisha orodha ya marais walio na ulinzi zaidi duniani na kufunua tabaka za usalama zinazowazunguka. Na hakika hakuna njia bora ya kuanza isipokuwa na rafiki yetu huko Korea Kusini, Rais Yoon Suk Yeol. Linapokuja kwa viongozi wenye nguvu katika jukwaa la kimataifa, Rais wa Korea Kusini Yoon Suk Yeol hakika ni jina linalostahili kuzingatiwa. Alipokabidhiwa wadhifa huo mwezi wa Mei 2022 baada ya ushindi mdogo katika uchaguzi, Yoon alileta pamoja yake sifa ya kuwa mtetezi mkali na moja kwa moja, ambaye anaendeleza vita dhidi ya rushwa kwa shauku kama ya shujaa anayekukabili uhalifu katika jiji zima. Lakini kiongozi mkubwa hawezi kuwa peke yake, hasa wakati ana lengo kubwa kama Yoon Suk Yeol anavyo. Hapo ndipo huduma ya usalama wa rais PSS inapoingia kuchukua hatua. Wakati huduma ya siri ya Marekani mara nyingi huchukua mamlaka linapokuja suala la usalama wa kimataifa. Ukivuka upesi bahari ya Japani, vema, labda sio haraka hivyo, utakutana na Korea Kusini ikiwaonyesha misuli yao ya usalama.
Na huduma ya usalama wa rais au PSS ilikuwa baada ya huduma ya siri ya Marekani. PSS inafanya kazi kwa kiwango cha ufanisi na utayari kimya kimya ambao unastahili uchunguzi kwa kina. Majanti wa PSS ni wa kikosi cha kiwango cha juu, wakichaguliwa kwa makini kutoka katika vikosi bora vya polisi na jeshi la taifa, wakiwa na mafunzo makali na vifaa vya teknolojia ya hali ya juu. Wamejiandaa kushughulikia kila kitu, kutoka vitisho vya kimataifa hadi vurugu za ndani. Mbio za rais huwashangaza kwa kuwa imara, ikiwa na magari yaliyozuiwa risasi na SUVs za kizazi kipya zilizojazwa na vifaa vya usalama wa hali ya juu. Magari haya yamebuniwa maalum kwa ajili ya kukabiliana na mashambulio makali zaidi, kuhakikisha ulinzi na usalama wa rais anapopita. Huku rais yunakijikita katika kuongoza Korea Kusini, PSS inafanya kazi nyuma ya pazia kuhakikisha usalama wake, ikiwa tayari kuchukua hatua. Kwa asili, anahitaji kiwango cha usalama kinachofaa imara yake, na maanisha ikiwa ningehusika katika utajiri huo wote, bila shaka ningependa kuwa na timu ya usalama iliundwa na mashujaa. Na karibu hicho ndicho ambacho Sultan wa Brunei anamiliki. Vizuri, labda sio kweli mashujaa, lakini kitu bora kinachofuata: jeshi la Rezwa Gurkha au GRU. GRU inatambulika kwa nidhamu yake, uaminifu na uwezo wake mkubwa wa mapigano. Kimsingi ni walinzi bora wa kuwa nao upande wako ikiwa ungekuwa umezamwa katika bilioni. Inayojulikana kama Guardia Pretoriana, kikosi hiki kilichundwa na wastaafu wa Gurkha na kuongozwa na maafisa wa Kiingereza waliohudumu hapo awali, haitaji tu majukumu ya kasri. Pia wanawakilisha silaha ya siri ya Brunei, wakifanya kazi kama kikosi cha kijeshi maalum cha kisiri chini ya amri moja kwa moja ya Sultan. Jeshi la Rezwa Gurkha la Brunei lina silaha mbalimbali za kuhakikisha ulinzi wa Sultan. Hii ni pamoja na silaha za jadi za Gurkhas kama vile kukri, kisu kilichopinda maarufu kwa ufanisi wake katika mapigano ya karibu, pamoja na silaha za kisasa kama bunduki za mashambulizi, bastola na bunduki za upigaji risasi wa kina kushughulikia vitisho mbalimbali inayowezekana. Kwa ujumla, GRU inachanganya ustadi wa mapigano wa jadi wa Nepal na teknolojia ya kijeshi ya sasa ili kuanzisha mfumo wa usalama kamili kwa Sultan wa Brunei. Katika India, Waziri Mkuu Narendra Modi analindwa na kikundi cha kinga maalum SPG, timu ya wataalamu wa usalama wa kiwango cha juu. Timu hii inahusika na kuhakikisha usalama wa waziri mkuu, kupanga harakati zake katika floti ya magari ya kifahari yaliyolindwa kama Mercedes Maybachs, BMWs na Range Rovers zilizowekwa na teknolojia ya hali ya juu kuweka Modi salama. Magari hivi zana hutoa kiwango kikubwa sana cha ulinzi, kinachojulikana kama ulinzi wa VR10, ambao unawawezesha kuhimili risasi za silaha ndogo na hata milipuko ya TNT ya kilopendez. Huko Ujerumani, kansela Olaf Scholz anategemea ulinzi kutoka kwa ofisi ya shirikisho ya jinai inayojulikana pia kama Bundeskriminalamt BKA, kikosi maalum cha utekelezaji wa sheria kilicho tayari kuhakikisha usalama wa VIP wao wakati wa safari zao na anuai ya magari yaliundwa kwa ajili ya kuhakikisha usalama na ufanisi. Magari ya utendaji wa juu kama vile Audi A8, Mercedes-Benz Classe S na BMW Series B hutumiwa kulinda kansela wa Ujerumani. Magari haya yana vifaa vya usalama vya hali ya juu na mifumo ya mawasiliano. Mbali na hayo, BK hutumia anuai ya silaha na vifaa, ikiwa ni pamoja na bunduki kama vile za Heckler & Koch 6 Sauer kwa matumizi ya kujilinda haraka iwapo itahitajika. Maofisa wa BK huendesha bastola kama vile Heckler & Koch MP5 au MP7 kwa ajili ya ulinzi katika maeneo yenye kuta. SGF, inayojulikana kama kituo cha hali, ni ubongo wa kituo cha operesheni ya tatiki, ambapo kila maelezo ya usalama wa kansela huwa yamepangwa na kusawazishwa kwa uangalifu.
Mbali na hayo, BK hufanya kazi sio peke yao katika majukumu yao ya ulinzi, wakishirikiana kwa karibu na mashirika mengine kama vile polisi ya shirikisho yenye sare na vyombo vya sheria vya majimbo kwa lengo la kuunda mtandao wa usalama katika safu kadhaa. Ushirikiano huu hujumuisha mashirika ya kimataifa ya utekelezaji wa sheria kama vile Europol na Interpol, ikihakikisha kuwa usalama wa kansela ni juhudi ya pamoja. Mohamed Sibiksi wa Moroko si tu mfalme, bali ni mfanyabiashara tajiri ambaye utajiri wake unakadiriwa kati ya dola za Marekani bilioni 2.1 na zaidi ya dola bilioni 8.2. Kutokana na utajiri na nguvu yake, yeye anategemea kinga ya kifalme ya Moroko, timu ya kiwango cha juu ya walinzi waliotuliwa kwa umakini ili kuhakikisha usalama wa mfalme na msafara wake wa kifalme. Asili ya kikosi hiki mashuhuri inarudi nyuma hadi mwaka 639 wakati wa utawala wa Sultani Alawi Muley Ismail. Kisha Abid al-Bukhari ilijitokeza. Kikosi cha kijeshi kilichundwa na watumwa weusi waliopangwa katika vitengo vya kudumu vya infantry na farasi. Wanajulikana kama mlinzi mweusi kutokana na rangi ya ngozi yao. Wanaume hawa walivutwa kutoka kwa Haratin, watu weusi kutoka kusini mwa Moroko na kusini mwa Afrika ya jangwa la Sahara, pamoja na wakazi wengine weusi wa eneo hilo. Mlinzi mweusi ilikuwa msingi wa mlinzi mfalme wa kisasa wa Moroko. Msafara wa mfalme wa Moroko ni wa kuvutia sawa na huo, ukiundwa na magari ya kifahari kama Mercedes-Benz Klasi S na BMW ya kifahari 7 Series, ikizingatia kwamba mheshimiwa atasafiri kwa mtindo na faraja salama. Katika hali za mashambulizi, mlinzi mfalme anayo aina mbalimbali ya silaha kama Saad 21, M16A2 FNFL, AK-47 na M4A1. Nchini Nigeria, Rais Bola Ahmed Tinubu ana imani kwa usalama wa jimbo. SSS, pia inayojulikana kama Idara ya Huduma ya Jimbo au DSS, kutokana na umuhimu wa nchi hiyo barani Afrika, ilianzishwa tarehe 5 Juni 1986 baada ya kuvunjwa kwa shirika la usalama la taifa. DSS inahusika na kuzidisha ujasusi wa Nigeria dhidi ya vitisho vya ndani. Timu yao imejaa aina mbalimbali za silaha kushughulikia vitisho vya inavyoonekana kwa rais, wakifanya kazi kwa siri na wafanyakazi waliongaliwa vizuri na bajeti ya kila mwaka isiyojulikana, wakiripoti moja kwa moja ofisini kwa rais. Makao yao, yanayofahamika kwa jina la Casa Amarela, yanachukuliwa kama ngome huko Abuja, ikionyesha jukumu muhimu la shirika katika usalama wa kitaifa. Msafara wa Rais Tinubu ni mandhari ya kuonekana yenye magari ya daraja la kwanza tayari kumchukua kando na mtindo na usalama. Kiongozi wa kikundi ni kawaida magari yaliyolindwa sana kama SUV la Lexus lenye kinga kali, likitoa ulinzi usio na kifani dhidi ya vitisho vyovyote. Gari hili lina vifaa vya usalama wa hali ya juu, ikiwa ni pamoja na kioo kinachoweza kupinga risasi na kinga ya mwili iliyosimama imara, ikihakikisha usalama wa rais kila wakati. Abdel Fattah el-Sisi, rais wa Misri tangu mwaka 2014, anategemea walinzi wa Jamhuri ya Misri, kitengo cha kimkakati ndani ya jeshi la Misri, kama mhimili wa usalama wa kitaifa. Kitengo hiki kimewekwa kulinda Rais el-Sisi na vituo muhimu vya serikali. Chini ya uongozi wa rais, walinzi wanabaki imara katika ahadi yao ya kutimiza mahitaji ya usalama ya taifa. Walinzi wa Jamhuri ya Misri wameonyesha uwezo wao wakati wa nyakati muhimu katika historia ya hivi karibuni ya Misri, hasa wakati wa matukio ya kihistoria yanayohusiana na kupanda kwa Rais Abdel Fattah el-Sisi madarakani, wakiwa na changamoto kubwa zaidi wakati wa mapinduzi ya mwaka 2013. Walinzi walikabiliana na maandamano na kuhakikisha usalama wa rais wakati wa msukosuko. Tukio hili lilisababisha marekebisho makubwa katika taratibu za usalama, ikisisitiza jukumu muhimu la walinzi katika ulinzi wa rais wakati wa hali za machafuko.
kwa kutumia anuwai ya silaha na vifaa kama bunduki za Heckler and Koch G3, aina za AK-47 na FNF Turhigun. Walinzi wa Jamhuri ya Misri wanahakikisha usalama wa Rais El-Sisi na maafisa wengine muhimu wa serikali. Pia Emmanuel Macron, rais wa Ufaransa, anakabiliana na majukumu yake ya urais katika mfumo wa usalama wa kipekee. Kikundi cha usalama wa rais wa jamhuri, kinachojulikana kama GSPR, ndio kitengo kikuu kinachowajibika kulinda rais. Kikiundwa mwaka 1993, kitengo maalum kinafanya kazi chini ya mwavuli wa Gendarmerie Nationale na Polisi Nationale, kuchukua njia pana ya usalama wa rais. GSPR inawajengea wanachama wake arsenal kamili kuhakikisha usalama wa Rais Macron. Wana vifaa vya fimbo za kupanuka za ASAP kwa hali ambapo mtu anakaribia sana rais, pamoja na bunduki za Glock 17 na Glock 26 kwa ulinzi wa kibinafsi, maana kamwe haijulikani wakati hali ya kisiasa inaweza kugeuka kuwa mzozo wa silaha. Kwa hali zinazohitaji uangalifu zaidi na wa kibinafsi, wanategemea bastola za Heckler and Koch MP5 na Brugger and Tomet MP9 zenye ufanisi katika kukabiliana na mizozo katika mazingira ya ndani inayotokana na masuala ya kidiplomasia. Na wakati hali inapokuwa mbaya sana, hawahofii kutumia silaha kubwa caliber kama vile bunduki za mashambulizi Heckler and Koch G36, kwa sababu hakuna kitu kinachoweza kufikisha ujumbe weka mbali na Monsieur Macron kama onyesho la nguvu za silaha. Mapendeleo ya Rais Macron kwa magari ni ya kipekee katikati ya mizigo ya magari ya viongozi wengine wa ulimwengu. Juu ya msafara wake kuna DS7 Crossback ya rangi ya samawati yenye mvuto, uchaguzi wa kupendeza na wa kisasa. Upendeleo wake kwa SUV ni dhahiri, na Peugeot 5008 ikiwa sehemu ya uteuzi wake, lakini Macron heshi hapo. Mizigo yake yenye tofauti inajumuisha Renault Espace, ikionyesha uwezo wake wa kutembea kati ya SUV zenye nguvu na MPV za kupendeza, daima na viwango vya juu vya usalama. Paul Biya, kiongozi wa Cameroon tangu mwaka 1992, ni mmoja wa marais wenye muda mrefu zaidi barani Afrika. Licha ya utata katika utawala wake, ushawishi wake bado unabaki kuwa na athari. Analindwa na timu maalum ya walinzi wenye mafunzo na uzoefu mkubwa, wanaojulikana kama Guarda Presidential de Camarões au Garde Presidentielle du Cameroun. Linapokuja suala la usafiri, Paul Biya hanyamazi kwa kawaida. Yeye hutembea kwa mtindo katika Range Rover Sentinel iliyolindwa na mara kwa mara huzunguka pia kwenye magari ya kubebea watu yaliyolindwa pia. Kwa Range Rover Sentinel ikikadiriwa kuwa takriban nusu milioni ya dola, inaonekana wazi kuwa rais wa Cameroon anachukulia usalama kwa uzito. Hapandishi tu gari, bali anatoa tamko wazi: usiweze kunitia mikono. Kufuatana na msafara wa rais kuna msafara wa kuvutia sana, ishara dhahiri na inayovutia ya uwepo wake, iliyo na pikipiki 20 za kasi kubwa, magari ya kutembelea maeneo magumu na Mercedes-Benz Classe S. Msafara huo unasafisha usafiri wa haraka na salama kwa rais. Aidha, zaidi ya maofisa wa usalama 20 huambatana na Biya katika safari zake zote, ziwe za ndani au za kimataifa. Wataalamu hawa waliofunzwa sana hutoa ulinzi wa saa 24 kwa siku, wakionyesha kipaumbele kikubwa kinachotolewa kwa usalama wa Biya. Na hatua kali hizi zikiwa mahali, uwepo wa Biya hauwezi kusahaulika, ukilinda usalama wako wakati huo ukidumisha uongozi wa Cameroon. Nchini Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva pia hupokea matunzo ya usalama ya kipekee. Rais wa Brazil anachochewa na kikosi kilichopata mafunzo ya hali ya juu na uzoefu mkubwa, batalioni ya wanagadi wa rais au BGP, inayojulikana kama batalioni ya Duque de Caxias. Kikundi hiki cha kipekee kilichundwa na jeshi la Brazil hutoa usalama kwa rais na ikulu ya Planalto, makazi ya kirasmi. BGP inachukua mkakati wa usalama wa kufufuliwa. Maafisa waliopambwa vizuri wanahakikisha uwepo wa kudumu,
huku kikosi maalum cha polisi ya vurugu kikijiandaa kutekeleza kuzingira jumba la rais katika kesi ya maandamano. Hii inahakikisha majibu yanayobalansisha kwa kutumia mawakala wasiovuliwa damu kama vile disprai ya pilipili katika vurugu ndogo, ikiendelea kwa hatua zenye nguvu tu wakati inapohitajika kabisa. Usafiri wa Rais Lula da Silva unahakikishwa kwa ufanisi na usalama kupitia mfumo wa kufufuliwa wa halikadri uliotekelezwa na BGP. Gari la Ford Fusion Hybrid lililolindwa la Doji Dunmenlis, lililojengwa kwenye mfumo wa Ford CD3, linatoa chaguo lenye uaminifu na kwa siri kwa safari za kila siku. Kwa hafla rasmi, Rolls-Royce Silver Wraith ya Unison 52 ni ishara ya fahari ya kitaifa. Rais akisafiri angani ana fursa ya kutumia ndege iliyothibitishwa hasa. VC-1A Airbus A319 maalum inasimamia safari za ndege za kimataifa za kati. KC-30 Airbus A320 militarized kwa umbali mrefu inahakikisha safari salama na zenye ufanisi. Kwa safari za ndani, vinatumika vijeti viwili vya Embraer Zatonovet, vikitoa faraja na usalama katika safari fupi. Nchini Argentina, ambapo siasa inaweza kuwa kali, usalama wa Rais Javier Gerardo Milei si kitu cha kudharau. Kulinda kwake kuko chini ya mwongozo mkuu wa usalama wa rais na kinga ya serikali, timu maalum ya polisi wa shirikisho la Argentina. Mbali na kulinda rais, timu hii ni mstari wa mbele wa usalama wa nchi ya Argentina. Katika nchi yenye ushawishi Amerika Kusini na nguvu kiuchumi, kuhakikisha usalama wa rais si tu suala la kibinafsi, bali ni muhimu kwa utulivu wa ndani na uthabiti wa nguvu nje ya nchi. Katika dunia ambapo taswira ni muhimu, udhaifu hauwezi kuonyeshwa, hususan mbele ya majirani. Kwa hivyo, muongozo mkuu wa usalama wa rais na kinga ya serikali hulinda Rais Milei na mkusanyiko wa mali za angani na ardhini uliowekwa katika heliporto ya Isla de Marche. Wanategemea ndege kuanzia MBB, Boeing 1 Surpass kwa ajili ya misheni nyepesi hadi Eurocopter EC-130 kwa usafiri wa VIP. Ndege za kivita za Cessna Citation hutumiwa katika safari za mbali, huku ndege zingine zikitumika katika uokoaji wa kitabibu, kutafuta na kuokoa, kupambana na moto na operesheni za kimbinu. Gari za mwongozo mkuu ni pamoja na magari ya aina mbalimbali kama vile Ford Focus na Ranger, pamoja na magari yaliyofungwa ya BDX na Dongfeng kutoa kinga ya ziada. Silaha zao zinajumuisha bunduki za Beretta M92 hadi mashine za FN Minimi, zikihakikisha tayari kwa tishio lolote kwa usalama wa Rais Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa wa Ureno. Katika ardhi ya Ureno, kuhakikisha usalama wa Rais Marcelo kunahusisha juhudi za ushirikiano zilizongozwa na vitengo mbalimbali maalum. Idara ya usalama ya Rais inafanya kazi kama duara la karibu la walinzi wa Rais, linaloweza kulinganishwa na timu ya usalama ya kibinafsi iliyojengewa vyema. Wanaendelea kuwa macho kila wakati, wakimlinda rais ndani ya makazi rasmi na wakati wa mikutano ya kibinafsi. Kuongezea timu hii yenye mshikamano ni kikosi cha rais cha Jeshi la Kitaifa la Jamhuri au GNR. Maafisa wa juu wa GNR hufanya uwepo wa ulinzi unaoonekana karibu na rais wakati wa maonyesho ya umma. Wanafanana na mzunguko wa walinzi imara wanaohakikisha usalama wa rais katikati ya umati na matukio rasmi. Vikosi vya usalama vinavyomzingira Rais Marcelo vinapendelea kuwapa wafanyakazi wao zana mbalimbali kwa lengo la kumlinda kwa ufanisi. Baada ya kujaribu bunduki mbalimbali, walichagua bunduki ya Glock 19 kutokana na uaminifu wake na urahisi wa matumizi. Mabadiliko haya yalichukua nafasi ya mifano ya zamani kama Walther PP, kutoa jukwaa la kuridhisha kwa maafisa. Silaha zinazotumiwa na wao zinazidi kuwa bunduki. Jeshi lao lina pamoja risasi mbalimbali, bastola za kiotomatiki na mitralia kutoka kwa watengenezaji mashuhuri kama Heckler & Koch, FN Herstal na Browning.
Uchaguzi mkubwa huu huwawezesha maafisa kukabiliana na mahitaji maalum ya kazi, kuhakikisha kuwa wanayo na nguvu ya moto inayofaa kwa hali yoyote ya usalama wa rais. Volodymyr Zelensky, rais wa Ukraine, amepitia mabadiliko makubwa katikati ya magogoro unaendelea, akibadilika kutoka kuwa kiongozi asiye na uzoefu wa kisiasa hadi kuwa ishara ya uthabiti inayofanana na Churchill. Bila kujali matokeo ya uvamizi wa Urusi uliopo, Zelensky, mwenye miaka 46, yuko tayari kuingia katika historia kama shujaa wa taifa la Ukraine. Hata hivyo, asili ya vita imedai utekelezaji wa hatua za usalama zilizoboreshwa kwa ajili yake. Mahitaji haya yanashughulikiwa na brigedi ya Rais Hetman Bogdan Khmelnytsky, kitengo maalum cha kijeshi kilichopewa jukumu la kumlinda rais wa Ukraine kama amiri mkuu wa vikosi vya jeshi. Iliundwa na wataalamu 5,000 wenye ujuzi wa hali ya juu. Brigedi ya rais inajenga ngao isiyovunjika karibu na Rais Zelensky, ikiwapatia ulinzi saa 24 kwa siku. Kwa kweli, hawa wazee wenye uzoefu wameboresha ujuzi wao kupitia ushiriki wao makali katika mzozo wa Kirusi-Ukraini, hasa wakati wa vita vya Bakhmut vilivyotokana na uvamizi wa Urusi wa Donbas nchini Ukraine. Ulinzi wa rais upikatia hawa unakuhisi ni wenye ufanisi zaidi. Shiliza maoni yako kwenye sehemu ya maoni, na kwa kuangalia video zaidi zenye yaliyokuvutia kwa kiwango sawa, bonyeza kwenye moja ya kadi zinazoonyeshwa kwenye skrini yako.